mimi naitwa Gabi Mtanzania na hii ni exclusive interview na mkali wa Singeli hapa nchini Tanzania. Mwamba Geu. Mambo vipi? Bwana mambo poa action. Nyama ni mwingi. Unyama ni mwingi kakaangu Gabi. Na mdudu. Nasema yes, leo kasi kimeumana. Kwanza nimekuwa na furaha kwa sababu kwenye safari yangu ya muziki au tasnia hii hapa ya Singeli, kakaangu Gabi umekuwa unaelewa kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi tulipokuwepo. Kwa hiyo nakuwa na faraja nikiwa naona safari yangu naenda na ndugu zangu nao nawaona. Kwa hiyo mimi nafarijika kama hivyo. Mwamba Geu ni mwanamuziki wa Singeli ambaye umebahatika kufanya show nyingi sana nje ya nchi na kwenye stage tofauti tofauti. Wakati unapanda kwenye stage hii ya Samia Serengeti Festival, kwa upande wako una kitu gani cha kuzungumza kwa watu wanaokusikiliza? Kwa watu ambao wananifuatilia, wananisikiliza, mimi ndio kwanza naanza. Yaani kama muziki ndio kwanza naanza. Bado sijafungua koki, au sio bwana? Au kama kufungua koki ndio nataka nianze kufungua koki. Hata mwanzo wakati naanza kutoa muziki yangu nilikuwa natoa moja na kausha, lakini kwa hivyo nahakikisha lazima nitoe wimbo mzuri ambao naamini utanifikisha sehemu. Nikifanya video nafanya video kubwa ya kupendeza ambao naamini itanifikisha sehemu, au sio bwana? Kwa hiyo sasa hivi Singeli ndio ina pesa, Singeli sasa hivi ndio ina hela. Kwa maana kama kuamka ndio watu sasa tunaamka. Umeona? Kwa hiyo kama mimi bado energy sijapoteza, najua nini natakiwa nifanye, na kuna vijana wengi wanakuja nyuma. Kwa maana hiyo lazima nisimamie nafasi yangu kipasavyo ili wanaokuja wawe kioo kwangu mimi, au sio bwana? Kwa sababu mpaka sasa hivi nimekuwa nikiwaelewesha hata wasanii wa Singeli, natakiwa tuwe na video kali, tuwe na audio kali, au sio bwana? Unapopata viongozi, angalia viongozi hawa wanasimama katika upande gani, upande wa kwao au masilahi yanakuja napo katika mazingira ya kiusanii. Unaona hata sasa hivi wasanii wanaokuja wanashtuka, au sio bwana? Najua kumbe muziki upo hivi. Kwa hiyo tusiposema sisi, au sio bwana, au mimi nisiposimama katika sehemu ipasavyo, wengine hawezi kunyooka. Kwa hiyo hii ni kalima yangu Mwenyezi Mungu amenipa. Lazima niwe kiongozi kama jina langu niliposema kapteni. Kwa hiyo kapteni uko pale bado lazima niendeleze jalamba kwa ipasavyo kabisa. Tumeona sasa hivi muziki wa Singeli wakiupokea mpaka viongozi wa nchi kwenye stage mbalimbali, unakuta viongozi wanacheza na kufurahia. Unadhani wasanii mnazingatia kitu gani ambacho kinawavutia mpaka viongozi wetu? Kwanza mimi mwenyewe nipongeze na nishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, au si bwana, hususan wizara yetu hii ya Sanaa, Tamaduni na Michezo. Kusema kweli mimi kwangu na faraja kubwa na furaha kwa sababu wameweza kutangaza kwamba Singeli ndio kitovu au ndio nembo ya muziki wa taifa wa Tanzania. Kwa hiyo kwetu ni nafasi kubwa, hasa mimi mtoto ambaye nimetokea zangu Uswahilini, ambaye nimeanza kuimba muziki mtaani, au sio bwana, tunakimbizana mtaani, lakini serikali inakuja kutamka kwamba muziki huu ni nembo ya taifa. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa kwanza. Kwa hiyo niseme tu sisi tunashukuru serikali yetu inatusupport, au sio bwana? Mama atushika mkono na sisi tunasema tupo pamoja naye. Umeona bwana? Na hii tu nitoe rai kwa wasanii wenzetu. Hii ni mzigo mkubwa ambao tumepewa. Usioni watu wa Bongo Flava kama wamenyamaza kimya. Usioni watu wa Taarabu kama wamenyamaza kimya. Bolingo sina muziki mingine wamenyamaza. Hichi kitu kinawauma sana, au sio? Sasa sisi wenyewe wasanii sasa tunatakiwa tulijibu kwa ukubwa zaidi. Na ndio maana unaona hata sasa hivi performance zangu, lifestyle ya maisha yangu yamebadilika. Unajua kila kitu kimebadilika. Kwa maana hiyo lazima twende na ule wakati ambao serikali imetupa hii nafasi, kwa na sisi lazima tupambanie kwa ukubwa zaidi. Mwamba Geu ni mtoto wa Kiswahili kabisa, umetokea mtaani. Unafahamu muziki umekutoa kwenye maisha gani ambayo utamani tena kuyarudia? Japo tupitishe kwa uchache sana. Mimi sina kufahamu. Ndio maana hata leo umeona idea yangu nimekuja nayo. Nimshukuru Mwenyezi Mungu mimi mpaka leo sijawahi kuingia gerezani. Umeona bwana? Na ndio maana unaona kama hivi. Kwa hiyo kila siku namuomba Mwenyezi Mungu aniepushe na sehemu ambazo naamini nitakazopita zitakuwa sio sahihi. Umeona bwana? Kwa sababu ukiangalia serikali inanijua, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ananijua, rais wetu. Kwa hiyo mimi ni kioo. Mimi ni mtu wa kuisemea serikali yangu ambayo mazuri anayofanya. Umeona? Kwa hiyo sitakiwi tena kurudi nyuma. Natakiwa niende sehemu ambayo natakiwa sahihi, na ndio maana unaniona mimi hapa linapokuja swala la muziki na kuwa mtu mwingine kabisa, kwa sababu
nilipotoka nyuma, kusema ukweli. Ulifanya nini huko nyuma? Vipo vingi sana baba. Kimoja katika vingi na utaki kurudia huko. Sitaki kurudia huko kwa sababu nakumbuka zamani nilikuwa kibaka, lakini huko nilikuwa mdokozi wa mali za watu, lakini kupitia mziki nimekuwa mtu mkubwa, naheshimika, serikali yangu inaniamini na familia yangu, au sio bwana, nasomesha watoto wangu wanasoma shule za pesa. Mimi mwenyewe maisha yangu everything. Kwa hiyo nikikumbuka huko sitaki kurudi, yani sitaki, na muomba Mwenyezi Mungu kila siku sitaki kurudi kule ambao nilipotoka. Nifikiria kwanza mimi sasa hivi ni yatima, sina baba sina mama. Kwa maana hiyo naamini wazazi wangu walipokuepo huko wananiombea dua mtoto wao niwe bora katika nafasi yangu ya muziki. Siku moja niende nikaitikise dunia ijue kuna mtu anaitwa Sholo Mwamba. Hivyo. Unakumbuka kama tukio lolote ambalo litaka kuweke matatani lakini ukaepuka, kwa maana na ukaamua kuacha kabisa kazi yako ya kukwapua? Bwana Gabo, bwana usirudishe huko bwana, ndugu yangu bwana. Sawa, tuendelee kidogo. Wakati Sholo tunakwenda kumalizia, nimeona performance yako pale. Idea ya nguo, dancers wako, jinsi ambavyo uliingia, imegharimu shilingi ngapi? Lakini ilikuchukua muda gani kusema leo nitaingia tofauti kabisa? Na unaonekana kwenye mashow mbalimbali uko tofauti sana mwanamuziki wewe. Kwanza unavyoona mpaka sasa hivi mimi hapa sijapoa. Tangia siku ambayo nimeweza kufanya show ya kuwasha mwenge mpaka leo bado nipo kwenye matamasha ya mwenge, na unavyoniona hapa sasa hizi narudi Dodoma kwa Antonio Mavunde kwenda kumalizia show yangu ya usiku wa leo ya mwenge, na bado naendelea na mikesha mingine ya mwenge sehemu tofauti. Umeona bwana. Kwa hiyo mimi nina energy kubwa, au sio bwana? Na mimi nisha perform matamasha tofauti mpaka leo hivi na miaka mingi. Kwa hiyo sina hofu, siogopi, na uwezo wa kufikiria kwamba kesho tamasha nipandeje, hata kama ikiwa dakika 10. Hata sasa hivi ukiniambia nirudi tena stageini, nije na kitu gani, na uwezo tena kuja na kitu kingine sasa hivi hapa na wewe mwenyewe ukarani, au sio bwana? Kwa hiyo kila siku ni kuwa na kampani ambayo naamini itakusaidia mawazo, na niwapongeze madansa wangu kwa sababu wananisapoti, tunaheshimiana, au sio bwana? Ukiniangalia mimi na hao ni washikaji kama tunaweza, yani tukatuelewani, lakini ni watu tunaelewana, kila mtu ana idea yake, ana support yake. Kwa hiyo hivyo yani. Na natamani uzungumze kwa uchache comment yako juu ya mastaa ambao wanarushiana vijembe kwenye mitandao ya kijamii. Tumeona Mwijaku akirushiana vijembe pamoja na Mwakinyo. Comment yako ni ipi kwa mastaa? Comment yangu kwanza kwao, kwa DC Mwijaku pamoja na Champez. Hao ni wakubwa na wajue kabisa kuna madogo, kwa mfano kama mimi nawaangalia, na wadogo wengine tofauti nawaangalia, au si bwana? Wasifanye sisi tunawafuatilia tukawaona watu ambao hawana maana. Umeona bwana, sisi tunaamini kabisa vipaji vyao ni vikubwa, Mwenyezi Mungu amewajalia kalma kubwa kabisa. Kwa hiyo ni kutuelezea sisi, kuna muda wanakuwa ni watu ambao wakisimamia dini unaona kabisa washikaji ni watu. Kwa hiyo kuna vitu wakivifanya vinakuwa vinawatoa mchezoni. Kwa hiyo wasifanye hivyo. Tunawapenda, tunawakubali, au si bwana? Kama mimi ni mfuasi wao, nawakubali sana. Kama Champez kwenye swala la boxing Tanzania hii, ni aseme kabisa hakuna kama Mwakinyo, hakuna. Kwa hiyo naamini kipindi hicho anachopitia ni kipindi cha kujifunza, cha kujua anapotoka hapa sehemu gani pa kwenda, au sio bwana? Lakini kakaangu naye DC, tumemzoea DC, mdomo ndio unamweka mjini. Kwa hiyo kuna muda mdomo wake na sometime auweke katika mazingira na kujua hapa. Naamini yeye kwa sababu anajua sheria, baadhi ya vitu anavijua. Kwa hiyo inakuwa anafanya muda mwingine kama kwa makusudi. Kwa hiyo yeye blaza, na watu tunamwangalia, tunamtegemea, atulize akili zake, umakini usipotee. Kama huyo ni Sholo Mwamba, mmoja kati ya wanamuziki wa Singeli anayefanya vizuri wakati wote. Mimi ni Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Zakaria Master Gamondi.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo computer application, ICT for beginners, PC maintenance, video production, graphics and design pamoja na CCTV camera. Kozi hizi zitaanza tarehe 11 mwezi wa 12 2023 kwa awamu ya kwanza na tarehe 8 mwezi wa kwanza 2024 kwa awamu ya pili. Pia mhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, business, hotel management na front office utaanza tarehe 18 Januari 2024. Kwa maelezo zaidi tupigie 0717816034 na 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.